Boniface Mwita Getere, na yeye alikuwa kwenye list orodha toka asubuhi, kwa hiyo atapewa dakika zake 10. Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa nafasi ya mimi ya kuchangia katika wizara maalum katika nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru Mheshimiwa Waziri Pindi Chana, anafanya kazi nzuri sana toka amepewa wizara, anafanya kazi nzuri sana. Naibu wake Kitandula anafanya kazi nzuri. Abbas ambaye ni katibu mkuu wa wizara anafanya kazi nzuri sana. Naibu katibu mkuu wake, makamishna wote watatu wakubwa wale, kamishna wa TAWA, kamishna wa TANAPA na kamishna wa TFS wanafanya kazi nzuri sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tumezungumza sana hapa mambo ya Royal Tour kwamba amefanya kazi vizuri na tumepata uwekezaji wengi kwenye maeneo yetu. Na mimi najua wakati fulani mtu anaweza kusema tuwekee wizara iwe na hela nyingi kwa ajili ya kujenga hoteli. Hapana, wakati fulani ni kutengeneza mazingira mazuri ya nchi yetu ili watalii waje. Mkakati wa kwanza wa nchi yoyote duniani ya utalii ni kuweka amani. Mkakati wa kwanza. Kwa rais, pamoja na kwamba kuna Royal Tour ya Rais Samia, lakini diplomasia yake ya nchi zote za duniani ameleta watalii wengi kwenye nchi yetu. Nampongeza sana Mheshimiwa Rais kwa diplomasia hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jana niliona, mimi sielewi ni kweli au sio kweli. Hivi Profesa Janabi amekuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani, ni kweli au sio kweli? Kama ni kweli, kwani mkurugenzi wa shirika la afya duniani huwa tuna zamu kwamba zamu hii kanda ya Afrika huwa kuna zamu kwamba zamu hii tuliweka mkurugenzi ambaye anatoka Tanzania, Mungu akamchukua kaenda, kwa sababu ni zamu yao wa Tanzania tuwape tena. Hapana, maana yake diplomasia ya Mama Samia imefanya uteuzi wake wa Profesa Janabi ametokea. Kwa hiyo tukubali kwamba huyu mama katika makocha ni kocha bora duniani. Maana ukiteua mtu akaenda akafanya vizuri kwenye mechi, maana yake unakusifiwa kwamba ulifikiri vizuri zaidi. Kwa hiyo tunampongeza Profesa Janabi kwa cheo alichokipata. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimshukuru sana waziri, bado namshukuru Waziri Pinda na ni waziri Pindi Chana, kwa sababu mgogoro wa wafugaji na mapori ya akiba umepungua sana. Na mimi nilikuwa najiuliza maswali mengi sana. Hivi inatokeaje mimi kwa bahati mbaya niko mpakani mwa hifadhi, ng'ombe wangu wameingia hifadhini, unawafirisi wote ng'ombe 500 ng'ombe 400, alafu mimi nimerudi nyumbani, nikifika nyumbani naanza kukodisha ng'ombe wa kulimia, napata shamba na lima, nikishalima heka 10 heka 5, tembo anakuja na maliza zote. Hivi inakuaje? Mimi nachunga ng'ombe zangu, wewe unachunga tembo polini, lakini wewe unaachia na maliza mazao, mimi nikija wanifirisi. Hivi inakuaje? Sasa kwa diplomasia ya Mama Samia amefanya kumteua Pindi Chana, hii diplomasia sasa imeenea kwa wananchi, migogoro imepungua. Tunapongeza sana serikali na tunapongeza sana, na iendelee kufanya hivyo, na ikiwezekana huku tunakokwenda huko mbele uwe sheria kwamba kama ni ng'ombe mmoja anatozwa 50,000 atozwe, kama ni 30,000 atozwe, ili ng'ombe akiingia polini tumalizane huko na sisi turudi. Hivi inakuaje? Unakuwa na ng'ombe una kesi, wanakaa pale ng'ombe 500, unakaa kesi miaka 2, unakuta ng'ombe 20 wamebaki. Hivi tunamfirisi nani? Si Mtanzania huyo? Tutengeneze mazingira, wewe uliyepeleka ng'ombe polini tumalizane hapo, lakini sio kumfirisi. Kwa hiyo nipongeze diplomasia sasa hivi, mama mnafanya kazi nzuri na makamishna wote. Sasa hivi mna diplomasia, mambo yanakwenda vizuri, mnaweka huruma na mambo mengine yanaenda vizuri. Washukuru sana kwa hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swala la fence. Kama Brunet Fund wamekubali kuweka fence, kama kuna maeneo yanachenga kutowekewa fence, njoni Bunda, sisi kwenye vijiji vile vya Bunda ambavyo viko kuna kijiji cha Kunzugu, kuna Nyamatoke, kuna Mihare, kuna Bukore, kuna Hunyari, kuna Mariwanda, kuna Kihumbu, kuna Sarakwa, kuna Mgeta, kuna Kiandege, kuna Tingirima. Njoni kwenye maeneo haya mweke fence. Sisi tumekubali, lakini Mheshimiwa Waziri uende uongee na watu wanaoweka fence. Sisi mpaka wetu na Bunda ni mto Rubana. Sasa ili fence ipite iwe zigizaga. Sio iweke, yani sisi
mto wapige fensi ndani ya mto, si tukose pa kwenda. Hapana, tuende tuweke zigizaga ili wanyama wafaidi na sisi tufaidi. Tunaomba hiyo fensi tuweke. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna barabara ya Mgeta Kilawira. Nimeona mmefanya kazi nzuri sana TANAPA kwa kulima barabara ya Mgumu ambayo inakuja maeneo ya Nata huku. Mmefanya kazi nzuri. Na sisi sasa tunaomba barabara ya Mgeta kutoka Mgeta kwenda Mto Rubana kwenda Kilawira. Haiwezekani watu wetu wanalima mchicha, wana maziwa, wanalima chakula, hawaendi polini kuuza. Mpaka uzunguke Serengeti au uende Nabaka, Bariadi, Ramadi ndio uende. Tunaomba hiyo barabara ya Mgeta muweze kuilima iwe nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kifuta machozi na kifuta jasho. Sasa pale Bunda kuna vijiji vya Hunyari, kuna Kihumbu, kuna Mariwanda, kuna Sarakwa, kuna Mgeta, kuna Kiandege, kuna Tingirima, wanadai karibu watu 540. Wanadai Kinwa Mgogo. Na wengine wale waliouawa na tembo wapo wanadai, wako 11. Tunaomba waziri, kuanzia kesho mimi nitakuja ofisini kwako. Unisaidia hata hawa ambao wanalipa kifuta machozi waende walipwe. Haiwezekani jamani, nimeua. Siku moja umenisaidia kazi nzuri sana, nakukumbuka waziri, kazi yako nzuri. Mama moja aliuawa na mtoto na nini, ukaamuru akamlipa hapo hapo. Tukupongeze sana na Mungu akubariki. Kwa hao wengine waliobaki, tuje tuwalipe wafanye kazi nzuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, TANAPA imejenga kituo cha afya kinaitwa Hunyari kwa 60%. Asilimia nyingine serikali ilimaliza. Sasa mlijenga jengo la upasuaji, theater. Sasa limebaki madirisha na finishing. Tunaomba sasa ile jengo mje mlimalizie ile kile kituo sasa kiweze kufunguliwa kifanye kazi vizuri sana. Na washukuru sana kwa moyo huo wa kujenga hicho kituo cha afya. Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo la njaa la jimbo la Bunda lisiwe kwa wakulima wa jimbo la Bunda. Tatizo linaletwa na tembo. Haiwezekani watu wakawa wanalima kila mwaka chakula kinaliwa chote. Sasa watu wa TANAPA, watu wa Wizara ya Maliasili, mtusaidie. Tunapokuwa tunaomba chakula serikalini, muingilie kati tupewe. Kwa sababu wanyama wenu au wanyama wetu sisi ambao sisi hatuwezi kuwalinda, ambao ni tembo, wanakuja maliza mazao. Mtusaidie wakati tunaomba chakula kuja kusaidia watu wa jimbo la Bunda wanaoathirika na tembo, mtusaidie ili wale wanyama sasa wananchi waweze kupata chakula. Mheshimiwa Getele, muda wako umeisha, malizia. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sina mbambamba na hii wizara, naipenda sana, wanafanya kazi na unga mkono. Asante sana. Asante sana, tunakushukuru sana. Basi kabla sijamuita mtoa hoja